unastahili uwe nazo ili ukamilike. Haleluya. Ya 5, chepeo. Chepeo hii ni silaha hii inaitwa chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Hii ni silaha ya kiroho inayolinda akili na fikra za muamini kupitia uhakika wa wokovu. Haleluya. Chepeo hii inaitwa chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Hii ni silaha ya kiroho inayolinda akili na fikra. Chepeo. Haleluya. Ukiwa hauna Biblia hapa na hauna pesa, mfano tu, anza kuwekeza 2020 ikifika mwisho wa mwezi na 600 ongeza tena vile vile. Ikifika njoo kwa watumishi wa Mungu utapata Biblia. Hata kama haujui kusoma. Nina dadangu alikuwaje hapa leo wa mwisho. Huyo alisoma kidogo anaweza kasoma. Lakini kuna mwingine ananifuata wa pili. Hakuingia hata mlango wa darasa. Kwa sababu gani? Hakukuwa na fedha wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi hawakuweza kumsomesha. Lakini akapata rafiki yake akamuondoa takataka fulani. Sasa hii anaweza kaandika SMS kwa simu na anaweza kasoma kidogo. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu kama wewe unataka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama hauna Biblia hapa, unakuja tu hivyo na haujui hata kusoma, fanya bidii uwe nalo, utajua kusoma. Utajua. Kuwa na chepeo katika imani hii. Ulijue neno la Mungu. Haleluya. Ulijue neno la Mungu. Mfano, niulize swali tu. Je, Mungu yupo? Hivyo ambavyo umekaa hapa, yupo? Unajua yupo? Ni nini inadhibitisha kwamba yupo? Imani. Unaamini ya kwamba yupo. Haleluya. Kwa nini? Kuna mfano wa kibinadamu. Babake babu yangu. Tuko pamoja? Babake babu yangu alikuweko, akazaliwa babu, akazaliwa baba, nikazaliwa mimi. Sasa babu yangu sieti alijizaa mwenyewe, kulikuwa kuna babake. Naamini hivyo, sikumuona. Lakini kwa sababu alikuweko akamzaa baba nikazaliwa mimi, naamini hayuko, alikuwa. Hivyo ndivyo vilivyo katika imani ya kwamba Mungu wetu yupo. Pigie Yesu makofi. Na ni katika utatu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Lakini ni huyo. Mfano mzuri. Chukua yai, umelichemsha. Ulivunje ile ngozi ya juu. Uitupe chini maana hautakula, lakini ilikuwa imeshikilia yai, sio? Pale ndani utapata kitu ya white, si ndio? Ukitoboa ndani unapata ya yellow. Sawa? Hiyo ya yellow na hii white na hiyo uliyetupa chini ikiunganishwa pamoja inaitwa yai. Bwana Yesu asifiwe. Yale maganda umeangusha chini, mtu atasema kwamba hapa kuna yai lilibambuliwa. Haitwi yai. Ile nyeupe ukiangusha chini unasema kwamba hii ni yai, lakini kuna vitu ambavyo haviko. Haiko kamili. Lakini hiyo ya yellow, hiyo ya white na ile ambayo umeangusha chini ikiwekwa pamoja ndio inaitwa yai. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ni huyo mmoja. Lijue neno, vaa chepeo. Tikisa jirani yako mahali hapo. Hebu mtikise mahali hapo. Mwambie amka. Kuna mtu hayupo. Naongea hivyo kwa sababu kuna mtu hayupo kabisa.
Haleluya. Tikisa huyo jirani yako hapo. Na jirani na hatikiswi. Haleluya, pigia Yesu makofi. Jameni, si kila siku fire. Tutaomba sawa, lakini Yesu Kristo alidumu katika mafundisho. Lielewe neno la Mungu na ulijue uvae chepeo cha imani. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Usikubali kuchotwa mawazo yako wakati neno la Mungu linafundishwa tu kwa kidogo tu. Jumapili iliyopita nafikiri nilisema kwamba kuna watu, baadhi ya watu, hata si hapa peke yake, imekuwa mazoea ya kwamba mtu yuko kwa ibada lakini anafikiria saa 7 imefika, nimeagana rafiki yangu tuende beach, na yuko pale kwa ibada. Yaani hayuko kabisa, hayuko. Hii ibada inachelewa, wenzangu wataanza kwenda, hii simu si ajabu ilie. Sasa huyo mtu yuko kwa ibada kisha. Bwana Yesu asifiwe. Hii siku inapita na haitakuweko tena. Patia high five mwenzako, mwambie haitakuweko tena. Haleluya. Namaliza nikisema hivi, haya yote yawezekana kwa maombi katika imani ya Kristo. Tamalizia tu hapo. Haya yote yanawezekana kwa imani katika Kristo. Hizi silaha zote ambazo kwamba tumesikia siku ya leo mbele za Bwana, tunastahili tuwe nazo ili tumpinge mkuu wa Ajemi anayezuia maombi yetu. Sawa sawa. Bila silaha hauwezi ukapigana. Hauwezi ukapigana. Utakaa bila silaha. Alafu adui akija na kukuta kwamba hauna chochote, hauna diria, hauna chepeo, hauna viatu, uko tu, anapata mwanya wa kuweza kuingilia. Lakini silaha hizi zote, kujiweka tayari kiroho, kwanza dirini, ya pili kusimama imara, kufungiwa miguu, viatu vyako upate, ngao kuwa na imani, chepeo upanga wa rohoni ambao ni neno la Mungu. Haleluya. Fikra na mawazo yako yawe kwa Mungu, upate hizi silaha. Haleluya. Pigie Yesu makofi na usimame kwa miguu yako mahali hapo. Haleluya. Kuna kitu Mungu ambacho kwamba alifanya kwa muamini mwenzetu ambaye yuko Taita, ambao kwamba yule mzee wetu pale nyuma anamjua. Alisema nisalimie kanisa, alikuwa nimesahau wakati ule. Alikuwa anatembea na mkongojo, lakini tukaomba na mtumishi hapa jana akasema alitupa mikongojo, anatembea bila mkongojo. Pigie Yesu makofi. Amini Mungu tu, uvishwe hizi silaha zote, upigane vita kwa mkuu wa anga, kwa kwamba huzuia maombi yako, huzuia jibu lako. Asante Mtakatifu. Niko mbele zako Bwana wa mabwana, nahitaji neema yako ewe Bwana wa mabwana. Niko mbele zako Bwana wa mabwana,
Bwana wa mabwana, niko mbele zako mabwana, nahitaji neema yako wewe Bwana mabwana. niko mbele zako Bwana wa mabwana, nahitaji neema yako ewe Bwana wa mabwana, niko mbele zako Bwana wa mabwana, nahitaji neema yako wewe Bwana mabwana. neema yako ewe Bwana wa mabwana, kweli niko mbele zako Bwana wa mabwana, nahitaji neema yako ewe Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana, nahitaji neema yako wewe Bwana mabwana. kweli niko mbele zako Bwana wa mabwana, nahitaji neema yako ewe Bwana wa mabwana, kweli niko mbele zako Bwana wa mabwana, nahitaji neema yako ewe Bwana wa mabwana, Niko mbele zako Bwana wa mabwana, nahitaji neema yako wewe Bwana wa mabwana. kweli nahitaji neema yako Bwana, Nahitaji neema yako wewe Bwana wa mabwana. kweli nahitaji neema yako Bwana, Nahitaji neema yako wewe Bwana wa mabwana. kweli nahitaji msamaha Bwana, Yesu Nahitaji neema yako wewe Bwana wa mabwana. kweli nahitaji msamaha Bwana. Paza sauti yako mpendwa, katika kilindi cha moyo wako, Neema yako wewe Bwana wa mabwana. kweli nahitaji msamaha Bwana, Nahitaji neema yako wewe Bwana wa mabwana. Iwewe Bwana, iwewe Bwana, Baba ni wewe, iwewe Bwana, iwewe Bwana.
niko mbele zako mfalme. Zungumza nami Bwana, zungumza nami Bwana, zungumza na moyo wangu, zungumza nami Bwana, zungumza na moyo wangu, zungumza nami Bwana, zungumza nami Bwana, zungumza nami Bwana, zungumza nami Bwana, zungumza nami Bwana. Zungumza mfalme katika moyo wa mtu, zungumza, fungua kinywa chako popote ulipo pale, nena na Mungu wako, nena naye katika jina la Yesu. Nena naye kwa jina la Yesu. Nena na Bwana mahali hapa. Pinge huyo mkuu wa anga katika jina la Yesu Kristo. Vaa silaha zako zote, vaa silaha zako zote. Maombi yako yote uliyoomba tangu bado mdogo yamezuiliwa. Danieli yake alizuiliwa siku 21, lakini tazama, malaika akatuma Mikaeli, malaika ambaye kwamba ni wa vita, akaja akapigana na mkuu wa anga. Jibu la Danieli likafika. Muombe Bwana mahali hapa siku ya leo. Ikisha jibu lako, ikisha jibu lako, ikisha jibu lako wakati huu. Kile kitu ambacho kwamba unahitaji, mwambie Bwana, sitaacha kuja mbele zako, sitaacha kuomba kwako. Ninajua ya kwamba kuna wapinzani katika roho, lakini ninaomba wakati huu nivishe silaha zako, silaha za utayari katika kiroho, katika roho, silaha za dini kifuani mwangu, nisimame imara, kufungiwa miguu, nivishe viatu vya imani, unipendao, nipendao mfano wa amani ya imani, chepeo katika kujua neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Chepeo ambao kwamba ni upanga. Kila mmoja apokee, kila mmoja apokee silaha zake, apokee silaha zake wakati una majira haya katika jina la Yesu Kristo. Kila ombi ambalo kwamba liliombwa na mtu hajajibiwa kwa jina la Yesu Kristo, sahihi hiyo anga yote ya mkuu wa Ajemi, machoka yote na mapepo ambayo kwamba ni mapepo wabaya ambao wanafanya kazi juu ya anga ya mtu wakati una majira haya, ninapiga mkuu wa Ajemi ambayo kwamba anazuia maombi ya watu sahihi na majira haya, aondolewe kwa anga, aondolewe kwa anga. Ninampiga kwa uwezo wa Mungu kuanzia sasa. Naondoa roho ya mazoea, roho ya kumzoea Bwana. Sahi watu wapokee dirii kifuani mwao, watu wapokee silaha za miguu, viatu, watu wapokee dirii kifuani mwao kwa jina la Yesu Kristo. Wawe na imani ambao ni ngao kwa jina la Yesu Kristo. Wapokee upanga ambao ni neno la Mungu, likae ndani ya mioyo yao katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuitisha jibu lako, endelea kuitisha jibu lako kwa jina la Yesu Kristo.
Danieli alipotia nia siku 21, tazama jibu lake liliachiliwa, lakini mkuu wa Ajemi akazuia pale, akipigana na malaika Gabrieli aliyetumwa. Tazama siku 21, huku Danieli akiomba kama vile wewe ambaye kwamba unaomba hauoni jibu, kumbe kuna mkuu wa Ajemi ambaye kwamba amezuia maombi yako. Sai na majira haya, hiyo anga yote ishike moto, ishike moto, ishike moto, hiyo anga ishike moto kwa jina la Yesu Kristo. Mkuu wa anga na jeshi lako la mapepo, narusha moto kwa hiyo anga. Kila jibu la wana wa Mungu lifike kuanzia sasa, ligeremusho mara moja kwa jina la Yesu Kristo. Malaika Mikaeli, malaika Mikaeli, sai ulivyotumwa na Bwana kuja kupigana na mkuu wa Ajemi, sai ninakuomba upanga wako wa vita, shuka kwa anga, pigana na mkuu huyo, pigana na mkuu huyo, pigana na mapepo anaozuia maombi ya wanao. Kuanzia sasa, kuna wengine kuanzia sasa wamekuwa ni matajiri, lakini maombi yao yamezuiliwa. Kuna wengine walikuwa wazai, wamekuwa wameolewa, lakini wamezuiliwa maombi yao. Mkuu wa Ajemi, sai na kupiga uondoke kwa hiyo anga, na kupiga ondoka kwa hiyo anga. Achilia jibu, achilia jibu, achilia jibu. Fire, fire kwa hiyo anga, fire kwa hiyo anga, ishike moto mapepo yote, moto, moto, fire, 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 achilia, achilia, hauna mamlaka, achilia, 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 arusha moto, arusha moto, arusha moto, achilia, 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 fire, 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 mkuu wa Ajemi, fire, napiga mapepo yote, napiga roho zote chafu, fire, manyoka yote juu ya anga, fire, hauna mamlaka, sai, fire, fire, navunja kikosi chenu, navunja sai, fire, 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 maombi ya wana wa Mungu yaachiliwe, 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 yaachiliwe katika jina la Yesu. Kila mmoja vaa silaha yako katika jina la Yesu Kristo. Jiweke tayari katika roho, jiweke tayari katika roho. Sai na majira haya, kama roho yako iko chini, sai na inua, jiweke tayari. Hiyo ni silaha ya kwanza. Uvae dirii, usimame imara, usimame imara, ufungiwe miguu, uvishwe viatu vya Injili, upate ngao. Sai na majira haya, kila mmoja apate ngao, apate ngao, apate ngao, apate ngao. Pata silaha hiyo, hiyo silaha ije maishani mwako kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Maombi yako yamezuiliwa siku nyingi, lakini kumbe ni mazoea tu. Umeokoka, lakini kumbe kuna mazoea. Kuna roho inatawala juu ya anga yako. Hiyo anga yako sahihi naifungua kutoka kwa madhabahu haya. Hiyo anga naifungua. Ninarusha moto kutoka kwa madhabahu haya. Narusha moto juu ya anga yako. Moto juu ya hiyo anga. Fire juu ya hiyo anga. Narusha moto, narusha moto, mapepo yote, machoka yote, machoka yote, sai, moto, 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 na kupokeza upanga wa imani, na kupokeza upanga mikononi mwako kwa imani. Sai, hiyo anga, fyeka, fyeka hiyo anga, fyeka hiyo anga, fyeka hiyo anga, fyeka hiyo anga, fyeka hiyo anga. Machoka yote fyeka, katakata, katakata,
kata katika jina la Yesu. Yes. Naamurisha nguvu za Mungu ndani ya watu katika imani, wavae silaha zao mahali hapa. Kila maroho ya giza yote ambayo kwamba yako kwa zamu sahi na majira haya, hayo maroho niko kinyume na mipango yao sahi, niko kinyume hapa. Navunja kila mikataba yote, navunja kila mikataba yote, kila mipango ambayo kwamba imepangwa kinyume na maisha ya mtu sahi na majira haya. Sasa hapa nimefika karibu na wewe hapa, kila roho sahi salimu amri, kila roho ambayo kwamba si pando la Bwana ing'olewe mara moja, ing'olewe mara moja. Naondoa mazoea ndani ya watu, naondoa mazoea ndani ya watu. Ninaweka imani, ninaweka imani. Nimekuja mahali hapa, ondoka mara moja hapa. Mtu achukue mtoto, ondoka mara moja hapa kwa jina la Yesu Kristo. Hauna mamlaka hapa, fire elao, una mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Kila mipango ya giza yote naishika mateka mahali hapa. Navunja kila vikao vya wachawi wanaotumiwa na mkuu wa Ajemi sai na majira haya. Karama zao walisonena kinyume na maisha yako pale nyumbani, eti unakosa amani. Sai hiyo nyumba narusha moto. Kwa hiyo anga nyumba yako hapo narusha moto, hapo narusha moto, narusha moto, narusha moto. Kwa hiyo nyumba ikae moto, ila vinyango, mapepo yote fire, 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 katika jina la Yesu. Yes. Ndio. Kuna uwezo wa Bwana unateremka. Kuna uwezo wa Bwana unashuka hapa. Na moto na vifaa, silaha za vita. Watu wanavishwa silaha katika jina la Yesu. Nimeweka uwezo wa Bwana katika jina la Yesu. Nimeweka uwezo wa Bwana hapa, nimeweka moto kwa jina la Yesu Kristo. Kila mamlaka ya kipepo hapa ninarusha moto kwa jina la Yesu. Ninarusha moto kwa jina la Yesu Kristo. Ninarusha moto kwa jina la Yesu Kristo. Kila pando ambalo kwamba si la Bwana sahi hapa ninarusha moto ndani ya watu kwa jina la Yesu Kristo. Ninahisi nguvu za Mungu kama kisulisuli hapa katika jina la Yesu Kristo. Kila mikataba yote ya ibilisi iondolewe, iondolewe, iondolewe kwa jina la Yesu. Kila anga za watu zifunguliwe, maombi ya watu sasa yapate majibu, mateso yote yaondolewe, watu wapokee, wapokee majibu yao katika jina la Yesu. Inahamisha roho ya kukauka hapa, anga yako sasa naijaza moto, na mwili huu ujae moto katika jina la Yesu. Ninapiga kila masumbufu yote katika tumbo, kwa kichwa, kwa migongo sahihi, achilia mara moja katika jina la Yesu. Kila nira ikatike, 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 ikatike kwa jina la Yesu. Navuta mikataba yote, magonjwa ya tumbo, magonjwa ya mapafu, magonjwa yote kuanzia saa hii, mbavu zote, tumbo hili saa hii nalifungua kwa uwezo wa Mungu. Nalifungua kila mshipa ufunguke hapa katika jina la Yesu. Nasambaza moto, nasambaza moto hapa, nasambaza moto hapa. Kila madhabahu ya giza yavunjike mara moja katika jina la Yesu.
imani, shika tumbo lako tu, hilo tumbo lako hapo. Kwa imani nimeshika hilo tumbo. Ulivyoshika tumbo lako kwa imani, nimeshika hilo tumbo lako. Kila pando ambalo kwamba si la Bwana katika hilo tumbo, hapo katika hilo tumbo ninaweka moto kwa hilo tumbo, ninaweka moto kwa hilo tumbo. Kila pando sahili mwelewa na moto kwa hilo tumbo, na kamuka fire hilo tumbo, fire moto hapo kwa hilo tumbo. Kila pando ambalo si la Bwana narusha moto kwa hilo tumbo, narusha moto, narusha moto kwa hilo tumbo. Hilo tumbo lijae moto, hilo tumbo lijae moto. Kila takataka zing'olewe, zing'olewe, mizizi yote ikatike, ikatike, ikatike. Hilo tumbo litakasike kwa damu ya Yesu. Hilo tumbo litakasike, hilo tumbo narusha moto kwa hilo tumbo, narusha moto hapo, narusha moto hapo, narusha moto hapo, narusha moto kwa jina la Yesu. Achilia hilo tumbo mara moja. Shetani huna mamlaka, hauna mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Nimekushika mateka, hauna uwezo mahali hapa. Achilia hili tumbo na huyu mama huyu, achilia mishipa yake, achilia mishipa yake kuanzia sasa. Napiga kuanzia sasa pando ambalo kwamba uliweka sahihi, na ling'oa kwa uwezo wa Mungu katika jina la Yesu. Asante Mtakatifu, asante Mfalme, asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu. Nguvu zako na moto kutoka kwa madhabahu haya zitembee kila mahali, zitembee kwa miguu ya watu waliokanyaga mazingaombwe njiani, walitegewa mitego njiani, wachawi wakaweka mambo yao. Lakini Baba, kutoka kwa madhabahu haya ninarusha moto mara moja. Uchawi wote sahii uteketee, uchawi wote uteketee, uchawi wote uteketee, uchawi wote uteketee. Aliyotegewa mtego njiani kuanzia sasa, huo mtego uteketee na uvunja kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mfalme, pokea sifa. Inua mikono yako juu. Asante Bwana Yesu. Ndio tunakuabudu Baba wa mbinguni. Mimi ni udongo tu mfalme.
sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto. Baba, kuna mtu anakungoja, Kuna mtu anakungoja, kuna mtu anakungoja, ninaomba mfalme. kuna mtu anakungoja, Kuna mtu anakungoja, anaomba jibu lake mfalme. kuna mtu anakungoja, kuna mtu anakungoja. Baba, sema naye kama mtoto, Sema nawe kama kwa sauti ya upole. sema nawe kama mtoto, Ndio. sema nawe kama mtoto, Baba, sema nami kama mtoto, sema nawe kama mtoto, ndio. sema nawe kama mtoto, sema nawe kama mtoto. Baba, ukirudi usiniache, Ukirudi usiniache, ukumbukwe na Bwana katika mateso yote. ukirudi usiniache, Baba, ukirudi usiniache, ukirudi usiniache. niangalie nami usiniache. Ukirudi usiniache, Baba, ukirudi usiniache. ukirudi Naomba neema hii nitoshe, ukirudi uende nami. usiniache, ukirudi usiniache. Baba, sema nami kama mtoto, Sema ili nikuelewe. sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto. Asante jemedari, asante mfalme, tawala jemedari. Ongoza kila mmoja aliye hapa ambaye kwamba yuko nyumbani, naomba muongoze. Wewe ni Mungu. Kuna mtu aliomba mahali hapa apewe vipawa na karama, lakini jibu lake lilikuwa limezuiliwa na mkuu wa Ajemi. Lakini malaika Mikaeli wa vita anakuja kupigana na malaika ule wa giza, anakuja kupigana ili jibu lake literemshwe. Huduma yako iteremuke kuanzia sasa, jibu lako lipatikane kuanzia masaa haya katika jina la Yesu Kristo. Kuna nguvu za Mungu zinatembea, zinagusa mtu. Bwana hata kuacha jinsi ulivyo, hata kuacha jinsi ulivyo. Hauna mtu anatengenezwa mahali hapa, kuna mtu anatengenezwa, anainuliwa, 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 anainuliwa. Yes. Kuna neema inazunguka tu. Yes. Huduma za watu zifunguliwe kuanzia leo, watu wafunguliwe macho yao ya kiroho, anga zao zifunguke kuanzia leo. Mkuu wa Ajemi, hauna mamlaka juu ya anga, ninakupiga kwa upanga ambao ni neno la Mungu mahali hapo. Ondoka katika anga za watu katika jina la Yesu Kristo. Pokea huduma yako kuanzia leo. Pokea huduma yako kuanzia leo. Pokea huduma yako kuanzia leo. Aliyekuwa anatamani huduma sahihi, neema hii ya huduma. Pokea hiyo huduma, pokea hiyo huduma, pokea hiyo huduma, pokea hiyo huduma. Pokea hiyo huduma, pokea hiyo huduma, pokea hiyo huduma. Ndio hiyo. Unapaa katika hiyo anga yako sahihi, iko wazi. Iko wazi, iko wazi, iko wazi, iko wazi, iko wazi. Saidia yule mama pale nyuma. Hiyo anga iko wazi, ingia katika anga yako. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo anga yako, kwa hiyo anga yako, uchukue vilivyo vyako, uchukue vilivyo vyako kwa jina la Yesu Kristo. Huduma za Bwana, huduma na karama za rohoni, huduma na karama za rohoni ambao kwamba walikuwa wamengojea waongee katika lugha za malaika. Bwana ameshukisha jibu lako, ameshukisha jibu lako kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Kwa neema hii, kwa neema hii, lugha za malaika
katika jina la Yesu Kristo. Sahi na kupandisha kwa hiyo anga yako ambayo kwamba umeingojea siku nyingi ya kwamba nitaingia vipi. Kumbe mkuu wa Ajemi alikuwa amezuilia hiyo anga yako. Sahi iko wazi, ingia. Twende katika imani. Twende sasa katika imani. Chukua vilivyo vyako na kufungua macho ya rohoni. Kuna vitu umetamani. Funguliwa. Ndio hiyo neema. Neema ya vipawa na karama. Neema ya lugha za malaika. Neema mahali hapo inazunguka kwa jina la Yesu Kristo. Aliyekuwa anatamani huduma tangu kitambo na haipati, wewe kuwa tayari. Achana na jirani yako, yeye anaomba kivyake, wewe nawe omba kivyako. Kuna kitu ulikuwa unatamani, na hii neema usiache ikapita hii. Upokee jibu lako. Mbingu ziko wazi. Mkuu wa Ajemi amepigwa, ameondoka. Jibu lako linaachiliwa. Jibu la maombi yako. Kama wewe ni mhuduma, kama wewe ni mwimbaji, ile jibu lako sasa. Ile jibu lako linateremshwa kwa jina la Yesu Kristo. Kila mtu achunguze moyo wake, kama vile neno lilivyosema, usiwe na mazoea tu kuja na kutoka. Bwana huwa anatenda matukio yake, anagawanya vipawa mahali hapa na karama. Aliye kwamba alikuwa anahitaji Roho Mtakatifu, unua mikono yako juu, upokee neema hii. Upokee neema ya Roho Mtakatifu wa Bwana, Roho wa neema, Roho wa moto. Pokea sahi neema ya Roho Mtakatifu, neema ya moto kutoka juu mbinguni, neema katika lugha za mbinguni, neema mahali hapa kwa jina la Yesu. Moto wa Roho Mtakatifu ufanyike chombo kuanzia leo hii. Hapa kuna moto wa Roho. Pokea mwanga wako. Mbingu zimefunguliwa. Pokea vipawa. Pokea upanga wa Roho katika jina la Yesu Kristo. Yes. Mungu si dhalimu aseme uongo. Mungu si dhalimu. Mkuu wa anga alikuwa amezuilia watu majibu yao, lakini pokea sahihi na kupokeza kwa uwezo wa Mungu. Pokea mara ya kwanza, pokea mara ya pili, mara ya tatu pokea, mara ya nne ndio hiyo, mara ya tano namba ya neema, mara ya sita pokea, mara ya saba pokea majibu yako. Pokea sahihi mara ya saba jibu lako sasa. Pokea ukiwa mwimbaji, pokea katika roho, katika jina la Yesu. Yes. Songa mbele ya madhabahu. Ukiwa pale, songa mbele ya madhabahu. Bwana anakuhudumia tu.
Oh yes. Kuna mtu anapaa juu ya anga kwa anga yake ya huduma. Yes. Mpigishe magoti hapa huyo ikiwezekana. Roho Mtakatifu wa Bwana. Yes. Utajuaje siku ya kujiliwa? Utajuaje kama hautakaa katika roho? Yeyote aliyekuwa amezikwa makaburini, yeyote aliyekuwa amewekwa kwa mapango, yeyote aliyekuwa amewekwa chini ya bahari, ambaye kwamba amewekwa juu ya miti mikubwa, ambaye kwamba amewekwa mizimuni, amefungiwa ndani ya chupa, katika chupa zile, katika tunguri, katika mizimu ile. Saa hii malaika ambaye kwamba hupigana vita, Mikaeli, anashuka kwa hiyo mizimu ili muradi utolewe pale, ili jibu lako likapate kupatikana. Nahisi kisulisuli mahali hapa cha Roho Mtakatifu. Yes. Pokea nguvu za Mungu. Pokea uwezo wa Bwana mahali hapa. Pokea moto wa Roho Mtakatifu. Nahisi kisulisuli hapa cha Roho Mtakatifu. Watu wanapokezwa vipawa na karama. Wanapokezwa vipawa na karama. Wanapokezwa vipawa na karama. Wanapokezwa vipawa na karama. Katika anga zao saa hii. Wanafunguliwa macho yao. Wanafunguliwa macho yao. Ndio hao. Wanafunguliwa. Ndio hao. Wanatolewa. Ndio hao. Wanatolewa. 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 Roho Mtakatifu, hudumia wanao. Roho Mtakatifu, ingia ndani yao. Ingia ndani yao. Ingia ndani yao. Ingia ndani yao. Kila pando ambalo sile Bwana, lingolewe. 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 Kila pando lingolewe. Sahi kwa jina la Yesu. Lingolewe. Mara ya kwanza. Lingolewe. Hilo pando lingolewe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ishiwa na nguvu. Ishiwa nguvu za Mungu. Bwana alinipatia uwezo wa kuweza kung'oa na kupanda. Kila roho chafu ing'olewe mara moja ndani ya watu katika jina la Yesu Kristo. Roho ya mazoea katika imani iondolewe mara moja katika jina la Yesu Kristo. Roho ya hasira iondolewe kwa jina la Yesu Kristo. Watu wafae diri kifuani mwao, wafae ngao kifuani mwao, wafae ngao kifuani mwao, wafae chepeo kuanzia sasa katika jina la Yesu. Inua mikono yako chini. Yes. Roho Mtakatifu wa Bwana, shukia wanao. Ana moto. Ana moto. Ana moto. Ana moto. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaugua ndani yangu. Anaugua ndani yangu. Pokea neema hii. Roho wa Bwana mwenye moto ananguruma kama simba katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Mungu. Pokea nguvu za Mungu. Pokea nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Yes. Pokea neema. Pokea neema. Hakuna Mungu kama wewe. Siku moja mfalme wako Yesu Kristo atashuka mawinguni. Usijali, atashuka siku moja, atashuka. Kaa vizuri mbele za Bwana. Atashuka mfalme wa wafalme Yesu Kristo. Amekaa mkono wa kuume wa Baba, na siku moja atashuka na mwaliko mkubwa wa malaika. Atashuka, atashuka, atashuka.
yanawezekana palipo yanawezekana. Yote yanawezekana palipo. Inua mikono yako juu. Yanawezekana. Yote yanawezekana palipo. Yanawezekana. Yanawezekana. Yote yanawezekana palipo. yote yanawezekana palipo. Yanawezekana. Yote yanawezekana. Yanawezekana palipo. Yanawezekana. Asante Mfalme. Inua mikono yako ukiwa mahali pale, ukiwa kwa nyumba na kwa pamoja nasi katika ibada hii. Wewe inua mikono yako juu tu. Maisha ni yako, si ya mwingine. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana. Ninaomba neema yako Mfalme amani, ambayo kwamba imezidi akili za mwanadamu. Baba, ikatande juu ya anga za wanao. Ninapinga mkuu wa Ajemi, yule joka mkubwa. Ninapinga juu ya anga ya watu hawa. Ninampinga juu ya anga ya hekalu hili katika jina la Yesu. Ninavunja mamlaka yake yote. Chochote alichukua amepanga kuzuia maombi ya wanao, Baba, kuanzia sasa, kila ombi lililoombwa hata kama ni mwaka juzi, ninaomba kuanzia leo majibu yakapatikane katika jina la Yesu. Uinuliwe Simba wa Yuda, maana wewe ndiwe Bwana. Asante kwa sababu ya mwisho wa ibada hii. Utukuzwe, inuliwe Mtakatifu wa Israeli. Baba, tazama tunapotoka mahali hapa, Baba, andamana nasi njiani.